Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, John Heche, ameikosoa vikali serikali kuhusu mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, akidai kuwa kuna dalili za njama za kisiasa zinazolenga kukidhoofisha chama hicho. Amesema juhudi zozote za kukifuta au kukinyamazisha Chadema hazitafanikiwa. Heche alitoa kauli hiyo Februari 24, 2026 nje ya Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam mara baada ya kesi hiyo kuahirishwa bila kutajwa tarehe mpya. Alifafanua kuwa kuahirishwa huko kumesababishwa na hatua ya upande wa Jamhuri kukata rufaa katika Mahakama ya Rufaa kupinga uamuzi wa Mahakama Kuu uliotupilia mbali pingamizi lao. Kwa mujibu wa Heche, mwenendo wa shauri hilo unaonyesha mkakati wa kuchelewesha haki na kuongeza shinikizo kwa upande wa utetezi. Alieleza kuwa rufaa hiyo inalenga kuendeleza mchakato mrefu wa kisheria dhidi ya Lissu, jambo alilodai lina athari za kisiasa kwa chama na wafuasi wake. Aidha, alihoji sababu za kuendelea kwa mvutano wa kisheria katika hatua ambazo tayari mahakama ilishatoa uamuzi kuhusu pingamizi lililowasilishwa. Alisisitiza kuwa Chadema itaendelea kumtetea mwanachama wake na kuhakikisha haki inatendeka kwa kuzingatia sheria. Kesi inayomkabili Lissu imevutia ufuatiliaji mkubwa kutoka kwa wananchi na wadau wa siasa na sheria kutokana na uzito wa mashtaka ya uhaini. Hatua ya Jamhuri kukata rufaa imeongeza sura mpya katika shauri hilo na kusimamisha kwa muda usikilizwaji hadi Mahakama ya Rufaa itakapotoa mwelekeo. Heche aliongeza kuwa chama chake kina imani na muhimili wa mahakama, lakini akatahadharisha dhidi ya matumizi mabaya ya taratibu za kisheria kwa maslahi ya kisiasa. Alisisitiza kuwa Chadema haitayumba wala kufutika kutokana na kesi au presha za aina yoyote. Hadi sasa tarehe mpya ya kusikilizwa kwa kesi hiyo haijapangwa, huku macho ya wengi yakielekezwa Mahakama ya Rufaa kusubiri uamuzi wa rufaa ya Jamhuri. Wakati mchakato huo ukiendelea, mjadala kuhusu siasa na utawala wa sheria nchini unaendelea kushika kasi.